DJ Sports. Na twende tukatazame taarifa mpya kutoka TFF na bodi ya ligi. Hii ni mara baada ya kuwepo kwa mijadala mbalimbali ambayo ilikuwa ikiendelea, hasa ya kuhusisha uwanja ambao utaochezwa dabi ya Kariakoo, ambapo sofa tumeweza kuona kwamba moja kati ya mijadala mizito ambayo inaendelea kwa hivi sasa katika social network mbalimbali ni kuhusiana na uwanja ambao utakwenda kutumika dabi ya Kariakoo mnamo tarehe 1 ya mwezi wa 3. Sambamba na hilo, tunafahamu ya kwamba klabu soka ya Young Africans wao waliwasilisha barua yao ya kutaka kutumia uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar kama uwanja wake wa nyumbani katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unakutanisha kati ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans, ambapo mwenyeji wa mchezo huo ni klabu soka ya Young Africans. Wao ndio wamewasilisha barua yao huko katika bodi ya ligi pamoja na TFF, jambo ambalo klabu ya soka ya Simba wao walikuwa hawakuafiki kuhusiana na dabi hiyo kupelekwa kule visiwani Zanzibar, ambapo nao walizungumza kiundani zaidi huku wakitaka dabi hiyo iweze kuchezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo inaendelea kupamba kasi, hasa mara baada ya klabu ya soka ya Young Africans kuwasilisha barua ndani ya bodi ya ligi pamoja na TFF katika kutaka kupata idhini ya kutumia uwanja wa New Amani Complex kama uwanja wake wa nyumbani katika dabi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zinasema ya kwamba rais wa TFF Wallace Karia ameweza kulifutilia mbali ama kuitupilia mbali barua hiyo ambayo iliweza kuwasilishwa na klabu ya soka ya Young Africans, huku wakidai ya kwamba mechi hiyo ni moja kati ya mechi ambayo yenye mvuto na mechi ambayo yenye ushindani mkubwa, moja kati ya mechi ambayo inaofuatiliwa na wadau wengi kweli kweli. Hivyo vyema, kulingana na mashabiki ambao wanafuatilia mchezo huo, ni vyema mchezo huo uende ukachezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, moja kati ya uwanja ambao kwanza unaofa vitu vingi. Cha kwanza kabisa ni idadi ya mashabiki.